Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Machi 10 siku ya Jumanne. Mada leo inasema unaofanywa upya upate ufahamu. Soma Wakolosai sura ya 3 aya 6 hadi 11. Paulo anaendeleaje na mfuatano huu wa mawazo? Maneno ya kwanza ya Wakolosai 3 aya 8 yanaonyesha badiliko kubwa na la wazi toka mauti hadi uzima. Lakini sasa, neno sasa katika Kiyunani ni mkazo. Sasa, yaani kwa sababu mmefufuliwa pamoja na Kristo na kuyatafuta yaliyo juu. Maisha yako ya sasa yanapaswa kuonesha tofauti kubwa na maisha yako ya awali. Baada ya kuvifisha viungo vyenu vilivyo katika nchi. Wakolosai sura ya 3 aya 5. Sasa yawekeni mbali nanyi haya yote: hasira na ghadhabu na uovu na matukano na matusi vinywani mwenu. Wakolosai 3 aya 8. Hasira na ghadhabu vinaweza kuelezea mwitikio wa Mungu wa haki kwa dhambi iliyogusiwa jana, kama vinavyoweza kuelezea kwa Yesu, Marko 3 aya 5, Ufunuo 6 aya 16. Kinyume chake, tunahimizwa kuwa wepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika, kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Yakobo 1:19-20. Kijicho kinamtakia mwingine mabaya, uzushi upo kwa ajili ya kukashifu. Paulo pia anashutumu lugha ya matusi na chafu. Hatimaye, kuambiana uongo kunakatazwa. Linganisha Mambo ya Walawi sura ya 19-11 na aya 18. Kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake. Wakolosai sura ya 3 aya 9. Paulo anamaanisha nini kuhusu mtu wa kale tofauti na mtu mpya? Tazama Warumi sura ile ya 6 aya 6 na Waefeso 4:22 hadi 24. Vitenzi anavyotumia Paulo kwa badiliko hili kutoka katika utu wa kale hadi utu upya vinadokeza mavazi, kana kwamba mtu alivua nguo kuukuu chafu na kuvikwa nguo mpya nyeupe. Linganisha Zekaria sura ile ya 3 aya 4. Tofauti na kale au mpya kama hiyo inawekwa kuhusiana na Agano la Kale na Jipya, yanayoelezewa mtawalia kwa andiko la nje la sheria na kwa sheria iliyoandikwa na Roho moyoni. Wakorintho wa pili sura ya 3 aya 4 hadi 18. Sitiari hizi zinaelezea uongofu na matokeo yake ambao Paulo anauita kiumbe kipya. Wakorintho wa pili sura ya 5 aya 17. Unaofanywa upya upate ufahamu sawasawa na mfano wake Kristo. Wakolosai 3:10, ambaye ni mfano wa Mungu asionekana. Wakolosai 1:15. Kupata ufahamu wa Kristo kwa njia ya neno lake kunatufanya upya tufanane na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu. Wakorintho wa pili sura ya 3 aya 18. Hili linatuweka juu ya mipaka yote ya kikabila, kijiografia na kijamii. Wakolosai 3:11, kwa sababu sisi ni raia wa ufalme wa juu. Mungu atubariki sote.